Bwana, kama tunaofahamu kwamba mwaka 2027 taifa la Tanzania ni moja kati ya taifa ambalo litahusika katika kuandaa mashindano makubwa barani Afrika. Hapa nazungumza AFCON. Kwa hiyo maandalizi ni mengi kweli kweli. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapigania vikali ama inapambana kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika vizuri kweli kweli. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni, chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mabadiliko ni makubwa kweli kwenye sekta mbalimbali ikiwepo ya michezo. Ukiangalia mpaka hivi sasa motisha na maendeleo ya timu ambazo namna ambavyo vinaenda support, namna ambavyo wanasupport timu zetu. Ninavyozungumza timu zetu unagusa Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, hizi zote zinashiriki mashindano ya kimataifa, lakini ikifika hatua fulani yeye anaweka motisha ya goli la mama. Angalia Serengeti Boys namna ambavyo wanacheza. Angalia uwanja mkubwa ambao umejengwa pale Arusha ama unaendelea kujengwa chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Angalia marekebisho makubwa ambayo yanafanywa katika dimba la Benjamin Mkapa. Angalia marekebisho ambayo yanafanywa katika dimba la Uhuru. Hayo yote achana nayo. Hivi sasa ninapozungumza na wewe, siku ya jana Msigwa alitembelea pale makao makuu ya Tanzania. Hapa nazungumzia Dodoma. Pale pia kuna uwanja unajengwa. Uwanja huu ikiwezekana inaweza ukatumika katika mashindano haya ya AFCON. Angalia namna ambavyo uwanja ulivyo sasa hivi, ipo level ya kati, ipo level ya chini kabisa. Nazungumzia begin, mafundi wako site, vifaa vipo, na Msigwa ameweza kutoa mrejesho ama anaweza kuelezea namna ambavyo wakandarasi walivyojipanga kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinaendelea. Wewe pia unaweza kuniandikia komenti yako hapo chini. Unafikiri serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mafanikio haya ambayo yanafanywa yalifanywa na rais gani katika taifa letu? Angalia maendeleo ambayo namna ambavyo yalivyo. Angalia maboresho ambayo yanafanywa ya viwanja na vitu vingine mbalimbali. Hayo yote tuandishie komenti yako hapo chini. Bado niendelee kukusii na kukushauri wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa, kabla hujaweza kwenda kuiangalia video hii ya namna uwanja ulivyokuwepo, basi ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na ucomment. Nitahakikisha kila siku na kuletea update na matukio mbalimbali ambayo mimi nimeshajisacrifice kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kweli kweli. Hii ni Bongo TZ. Angalia video hii namna ambavyo uwanja huo ulivyokuwepo, uko pale Msalato katika jiji la Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Tumekuja leo kwa ratiba ya kawaida ya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa mradi wetu wa Dodoma, uwanja wa mpira wa Dodoma ama uwanja wa michezo wa Dodoma. Kazi ya ujenzi katika uwanja huu imefika 12%. Wakandarasi leo wametuhakikishia kwamba mpaka kufika mwezi Disemba mwaka huu eneo la mzunguko wa uwanja litakuwa limekamilika, ambalo ni 50% ya mzunguko mzima wa uwanja huu wa Dodoma. Kwa hivyo kwa ujumla leo kazi inaridhisha. Najua kumekuwa na maswali mengi ya wananchi kuhusiana na maendeleo ya uwanja wa Dodoma. Ni kweli kazi imechelewa kidogo, na imechelewa kwa sababu serikali ilikuwa inajiridhisha juu ya ubora wa kazi, lakini pia makubaliano ya kimkataba kati ya serikali na mkandarasi. Kwa sababu ndugu zangu wananchi, hatuwezi tukawa tunapeleka mradi ili mradi tu tumepata uwanja. Lazima tujiridhishe juu ya ubora, tuone je vifaa vyote vinavyotakiwa kuwepo kwenye uwanja vimewekwa, lakini thamani ya fedha ambayo inalipwa na serikali, je inaonekana kwenye mradi? Kwa hiyo kulikuwa kuna majadiliano ya muda mrefu kidogo wakati wa utekelezaji juu ya design gani itatumika na namna gani tutafanya mradi. Hatimaye tumefika mwisho na sasa kazi inaendelea kwa kasi kubwa. Teknolojia itakayotumika hapa ni tofauti kidogo na ile ya Arusha. Hapa watatumia kitu kinaitwa precast technology. Maana yake ni kwamba watatengeneza hizi nguzo kuu, na baada ya hapo watakuwa wanatengeneza, wanazalisha zile platforms zingine na kuja kuziweka tu hapa. Kwa hiyo hii itakuwa kwenye vipande vipande. Ni tofauti na uwanja wa Arusha ambao umejengwa kwa zege moja, yani uwanja wote umeunganishwa. Hapa itakuwa ni tofauti, teknolojia tofauti kidogo, itatusaidia kwenda kwa haraka zaidi, kwa ubora zaidi, na inshallah tutaendelea kusimamia mkataba wetu.
tuhakikishe mkandarasi anafanya vile ambavyo serikali inataka uwanja wa Dodoma uwe. Hapa ni makao makuu ya nchi, kwa lazima uwanja uwe katika sura inayofanana na makao makuu ya nchi, na sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tunahakikisha tunasimamia mkandarasi na mshauri elekezi ili tupate kile kitu ambacho tumekitarajia kinachofanana na fedha ambazo zinalipwa na serikali. So Dr. Ashraf, I'm very happy today to see a very good progress of the project, because I know we had a very long discussion about how to go about, and here we are today. So I'm so much happy, and I expect that you will keep this pace and we will finish the project accordingly. Thank you very much for your words, and we are very happy. Now we are really start the projects and we have a progress, and as we promised you, we are going on schedule and already will finish. And I think in our next meeting, visit next month, you will see something also very different than this one. And as we say, maybe by the end of this month, we have the half of the seats of the stadium. It will be already constructed. And at the same time, we also happy to have a new technology in this stadium, which we can be used in future stadium also in Tanzania. Sasa huyu kijana anaitwa Mike Barrick. Huyu kijana amemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka jana na amepata kazi hapa, na yeye ndio anayeendesha hii batch plant. Huu ndio mtambo wa kutengeneza zege kwa ajili ya uwanja wetu wa Dodoma. Mradi umekuja, vijana wetu walioko vyuoni, tena mtoto wa masikini kapata kazi hapa na anafanya kazi hapa. Nimemkuta pale juu anaendesha huu mtambo, ni automatic. Amemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka jana. Tunapozungumza faida hii miradi ndio hii. Sasa Mike, nataka ueleze huu mtambo kwa kifupi sana. Mtambo kwa jinsi unavyo operate, kwanza mtambo una system mbili, automatic and manual. So unapo set automatic mode, utaipa system mix design unayotaka kutokana na grade au class za ready mix concrete unayotaka. Maybe it's C20, C25, C30, C35. Najisikia vizuri sana kufanya kazi kwenye mradi huu mkubwa ambao ni mradi wa serikali. Nilimaliza chuo kikuu mwaka jana, University of Dar es Salaam. Baada ya kumaliza nilivyokuwa na sick jobs, kwa sababu pia nilishawahi kufanya kazi kwenye batching plants nyingine Arusha. So kulingana na uzoefu wangu na kiwango cha elimu, nikachaguliwa